wana mama ambao hawafungi sunna. Wanaume hafungi sunna hivi sasa. Kwa nini hawafungi sunna wakati Mtume alikuwa anafunga Jumatatu na Alhamisi na anafunga siku 3 za kila mwezi za beza kawaida? Ulikuwa unamaanisha kwamba mwanamke anakataa kufunga kwa sababu mume hafungi? Wanamume wanaofunga kwa sababu zile siku zilikuwa zinafuatana. Kama ingekuwa ni siku moja anaweza kaifunga Mtume kwa kuzamu ya mwingine, lakini siku zinafuatana kama 6-7 hivyo, akawa anakataa kuziachanisha, atakazifunga kimpigo, na hivyo hawezi kupata muda mpaka katika mwezi wa Shaaban ambapo na Mtume anakuwa amefunga. Ndio. Anasema kula nguruwe ni haramu. Ndio. Alafu imetokea labda rafiki yangu amemaliza kula nguruwe, ajanao tungaliki na mashombo mafuta ya nguruwe. Akanishika bahati mbaya kwenye nguo yangu. Je, hiyo nguo inafaa kuisalia hemo? Ile shombo ya nguruwe sita shapita kwenye moto. Hiyo shapita kwenye moto, unasali na nguo yako, isipokuwa tu utaipa. Utatoa kwa sabuni ile shombo. Mtoto wakimkatikiza ziwa, ndio vipi hukumu ya ama wazazi wake? Ameuliza ulizo nzuri sana. Mtoto alizaliwa wakamkatikisha ziwa baba na mama kwa miezi 3 au 5 tu, wakamtoa kwenye maziwa. Kwa hiyo akawa ni sababu ya kumletea ubovu kwenye maisha. Unajua kama mtoto hakunyonya maziwa ya mama, kuna ubovu fulani kiafya unampata kwa kutumia maziwa ya kopo na nini, na kuna nguvu fulani mwilini inapungua. Kwa hivyo wazazi wake wanakuwa wamemharibia mtoto wao, na lazima tumuogope Mungu wa kina mama kukubali kunyonyesha watoto wetu. Kina mama wengine wanaogopa kunyonyesha watoto wao, wanakataa eti maziwa yatateremka. Anakataa, anakwambia mtoto atakunywa maziwa ya kopo. Nini? Eti mtoto akininyonya maziwa yataanguka. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye amekufanya hivyo. Wewe ni mama, umeshakuwa mama, umezaa, na huyu mtoto lazima umpe haki yake. Kwa hivyo usikae kuhifadhi shipu ya mwili wako ukasahau kwamba huyu mtoto ni amana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupa. Hiyo hali si haipendezi kabisa kwa kila mama kusura kama. Naam. Nilikuwa naulizia kwamba kwa hawa wanaume ambao hawana nguvu za kiume za kuridhisha wake zao, wanatokea mpaka kutumia haya madawa ya nguvu za kiume. Je, wanakuwa wamekosea au watakuwa wako sahihi? Sasa sitima amekunywa. Anauliza kama mtu mwanamume hana ile nguvu sawa sawa, inabidi ajisaidie kwa haya madawa. Tunaambiwa ukitafuna mizizi fulani, kinywa hivi na hivi, utakuwa na nguvu. Sawa, itamsaidia kiasi fulani, lakini hiyo sio tiba. Tiba ni wewe kuhifadhi nguvu zako kabla, sio kaziharibu kwa kutegemea kwamba kuna miti italetwa kule utatafuna itakusaidia. Kwa mambo hapana. Wewe hifadhi nguvu zako mapema ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhi inshallah. Naam. Mkongo kwaje sasa? Mkongo ni miti nini? Sasa kiafya jamani, kama hizi dawa za kupakaa msikimbilie kuzitumia, waulizeni madaktari. Kuna zile ndio moja kwa moja inafika inakuua nguvu moja kwa moja, unakuwa hauna tena uwezo wowote kwa sababu ya ile mishipa inadhoofika. Ulizeni madaktari kabla ya kutumia dawa zozote hasa za namna hii. Naam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swali langu shehe, kwanza kuuliza huu mgogoro huko kwenye mitandao kuhusu Ramadhani sio mwezi mtukufu. Huwa ndani ya Qur'ani pana miezi minne mitukufu. Ramadhani sio mwezi mtukufu. Naomba uniweke sawa. Mgogoro huko kwenye mitandao gani? Nilishausikia. Miezi minne mitukufu ile iko kweli. Utukufu wake ni utukufu nisbi, ni utukufu ambao una daraja fulani. Ramadhan haikuingizwa mwaule kwa ile mine kwa sababu ni mwezi wa kipekee ambao Mwenyezi Mungu peke yake ndiye alisema mimi ndo nalipa malipo ya huyo wakati, mimi ndo natoa, mengine ni ya mwanadamu. Kullu amali ibni adama lahu, kazi yote mwanadamu unafanya ni yako, yani thawabu zake Mwenyezi Mungu anakupa. Illa sauma fa innahu li, isipokuwa saumu hiyo ni yangu mimi, wa ana azibi, na mimi ndo nalipa. Kama kisi raisi atoe tangazo ndani ya nchi, miezi ni 11, kila mfanyakazi aliyotumika mpeni salari yake kama kisi iliandikwa. Mwezi umoja ule niachieni mimi rais, najua ndo kile nitachowawekea. Mnataraji mtapewa ndogo au mtapewa nyingi? Nimeeleweka? Na tumalizie maswali. Nitaka kuuliza kuhusu upande wetu mtapeswazi kwenye sala za tarawih. Mara nyingi ni ipi sura bora? Mtu anasikia kila mwezi wa Ramadhani mtu usome msaafu hata siku 10 au 20, kwa baadhi ya msikiti wanafanya hivyo. Na hii yetu ya kudara sana, yapi ni bora zaidi, hivi tunavyoenda na kusoma na kusali msaafu mzima umalize? Na mwizo nzuri ameuliza, je, tukae tusome Qur'ani kamili kwenye msaafu kwenye kila siku tusome juzu nzima, au tusome kidogo na tupate mafunzo ambayo yatatusaidia ya dini? Bora ni ipi? Yote kheri, yote kheri. Ikiwa mafunzo ya dini watu wanahitaji zaidi kwa faida, kwa kusikia maana yake na faida zake, kwao ni bora zaidi, kwa sababu wanapata mwanga wa dini yao, na ile kisomo cha Qur'ani ambacho wanakipata cha kiasi pia inakuwa ni vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakulazimisha kwamba lazima kila siku watu wasome juzu, lakini tukiwa tunasoma juzu au 2 au 3 yote ni bora zaidi. Nahisi kwamba maadama watu wanapenda kusikia mafunzo na wanasikia tafsiri mbalimbali ya mafunzo ya dini, huyo muda wanauchukua kama wako wanasoma, inakuwa ni katika ibada pia wako ndani. Na swali la mwisho, hadithi hii ya mlango leo. Naam. Mama Aisha anasema nilikuwa sipati muda wa kulipa deni la Ramadhani isipokuwa ndani ya Shaaban. Ndio. Kwa hivyo deni la Ramadhani kwa Mama Aisha lilikuwa linakaa takriban miezi 10. Miezi 10. Hii inaweza ikawa ni hadithi ikategemewa kama hoja kwamba hakuna ubaya kufunga za sunna hapa katikati kabla hujalipa deni la Ramadhani, ikiwemo siku ya Shawali unafunga. Si lazima kwamba eti kumaliza Ramadhani kufunga sita Shawwal mpaka huo umemaliza Ramadhani yote. Kwa wale waliokuwa na hofu, hiyo jambo hapana, kwa sababu Shawwal ni muda maalumu, unakwisha kwa kumalizika muda ule. Kwa hivyo
tukimaliza Ramadhani, wale ambao wanataka kufunga sita Shawwal wanaweza wakafunga hata kama hawajalipa siku ambazo walizokula mwezi wa Ramadhani. Sasa mbona Mtume anasema mwenye atafunga mwezi wa Ramadhani kisha akafatisha siku sita za Shawwal ni kama aliyefunga mwaka? Siku yote ile atakuja kulipa zile siku zake, atakuwa ameeleza Ramadhani yake na thawabu zake kwa Mwenyezi Mungu zitakuwa pale pale, hayapata tatizo. Naam, naam. Ukilipa haina shida, kama unaweza kulipa na ukaweza kufunga siku sita kabla Shawwali haijaisha, ndio bora. Hata siku umesema hapa, pamoja kwa mama yetu Aisha alichelewesha kulipa siku zake za mwezi wa Ramadhani, lakini ubora ni kuziharakisha tu katika mwezi wa Shawwali ili uwe uko salama, kutokana na dhamana ya uhai. Hakuna mtu ambaye anayejua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.